kwa muda katika afisi za kaunti ya Machakos baada ya marafiki na familia ya mchekeshaji Sammy Kioko kufanya maandamano wakitaka serikali ya kaunti imlipe Kioko milioni 19 ambazo anadai baada ya kusambaza sare za askari wa kaunti. Kwa upande wake, kaunti ya Machakos imeshikilia kuwa Kioko si msambazaji aliyesajiliwa na serikali. Mudhoni Brenda anaarifu zaidi. Mzozo kati ya mvunja mbavu Sammy Kioko na gavana wa Machakos Wavinya Ndeti umefikia kilele chake na kuleta mvutano mkali unaozidi kushika kasi siku hadi siku. Mapema leo, shughuli katika mji wa Machakos zilitatizika kwa muda wakati wavunja mbavu wenza walikita kambi nje ya afisi za kaunti hiyo wakililia haki ya mmoja wao. Maana Kioko ndiyo sisi na Kioko ni sisi. Yes, sisi ndiyo Kioko. Inaitana kwa kiongozi wetu Kalonzo Musyoka. Unahitaji kiti ya president. Kama unashindwa na kitu kidogo ya mtu mmoja Kioko, kijana tu mdogo, mambo ya Kenya itawezekana? Ekonomi ya Kenya iko chini kabisa na hatuwezi survive bila kuget pesa yenyewe tumefanya kazi. Ni ukweli. Mtu anakuanga amechukua loan, hiyo pesa ndio anategemea na hiyo loan yake bado anaendelea kudaiwa na bank na hamjamlipa. Sammy Kioko anadai serikali ya kaunti ya Machakos jumla ya shilingi milioni 19 kutokana na usambazaji wa sare za askari wa kaunti. Kwa mujibu wa maelezo yake, baada ya kutekeleza jukumu hilo kikamilifu na kukabidhi bidhaa zote kama ilivyokubaliwa, hadi sasa amelipwa kiasi cha shilingi 20,000 pekee kupitia M-Pesa. Kelele hizi sasa zimemsukuma gavana Wavinya kuleta uwazi katika swala hili ambalo alionekana kutupilia mbali katika mahojiano yake ya hapo awali. Katika ujumbe wake, gavana Wavinya amedai kuwa kumbukumbu za kaunti zinaonyesha kuwa bwana Sammy Kioko si msambazaji aliyesajiliwa na serikali ya kaunti ya Machakos. Anadai kuwa kampuni iliyosambaza bidhaa kwa serikali ya kaunti hiyo ni Muvata Designs. Gavana Wavinya amethibitisha kuwa usambazaji ulifanywa na kampuni hiyo ya Muvata Designs. Kulikuwa na uwasilishaji wa sehemu tu mwishoni wa mwaka huo wa fedha. Hivyo basi, malipo ya Muvata Designs yaliwekwa katika kundi la madeni yanayosubiri kulipwa. Gavana huyo ameeleza kuwa kuna kamati ya kushughulikia madeni yanayosubiri, huku akiwahakikishia wananchi kuwa madeni yote yaliyosalia yatalipwa kupitia bajeti ya kwanza ya supplementary budget.